Wapendwa na wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, Jumamosi ya tarehe 15 mwezi wa 11 2025, juma la 32 mwaka C wa kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza kutoka kitabu cha Hekima ya Sulemani, sura ya 18 aya 14 hadi aya 16, na ile sura ya 19 aya 6 hadi aya 9, na somo la Injili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo, sura ya 18 aya kwanza hadi aya ya 8. Masomo yetu ya leo yanatualika utafakari kwa pamoja juu ya kudumu katika maisha ya sala, kutokata tamaa na kuweka tumaini letu lote kwa Mungu. Tusikilize somo la Injili. Basi Yesu aliwasimulia mfano kuonesha kwamba ni lazima kusali daima bila kukata tamaa. Alisema, katika mji mmoja kulikuwa na hakimu ambaye hakuwa anamcha Mungu wala kumjali binadamu. Katika mji huo huo kulikuwa pia na mama mmoja mjane ambaye alimwendea huyo hakimu mara nyingi akimuomba amtetee apate haki yake kutoka kwa adui yake. Kwa muda mrefu huyo hakimu hakupenda kumtetea huyo mjane, lakini mwishowe akajisemea, ingawa mimi simchi Mungu wala simjali binadamu, lakini kwa vile huyu mjane ananisumbua nitamtetea, la sivyo ataendelea kufika hapa na mwisho atanichosha kabisa. Basi Bwana akaendelea kusema, sikieni jinsi alivyosema huyo hakimu mbaya. Je, ndiyo kusema Mungu hata watetea wale aliyowachagua ambao wanamlilia mchana na usiku? Je, atakawia kuwasikiliza? Nawaambieni, atawatetea upesi. Hata hivyo, je, kutakuwapo na imani duniani wakati Mwana wa Mtu atakapokuja? Neno la Bwana. Wapendwa katika Kristo, mara nyingi katika maisha yetu daima tunatamani tusonge mbele kuyapata yale mambo mazuri na ya muhimu tunayohitaji, yawe ni mambo ya kiroho au mambo ya kimwili. Katika mambo yote hayo Mungu anabaki kuwa ndiye mpaji wa vyote, ndiye anayetuwezesha, ndiye anayetupa nguvu ya kutenda. Hivyo kwa hakika tunapaswa kuungana naye. Ndugu zangu, tukumbuke kuwa hatuwezi kabisa kuunganika na Mungu isipokuwa tu katika sala. Ni katika sala tunaongea na Mungu, tunamsifu, tunamwabudu, tunaomba neema na baraka kwa ajili yetu na kwa wenzetu, pia tunaomba toba na msamaha. Wapendwa katika Kristo, tukitambua uwezo na utayari wa Mungu wa kutusaidia katika maisha yetu, basi tunapaswa kuweka tumaini letu lote kwa Mungu. Kumbe sala inabaki kuwa ni uhusiano wa daima na Mungu. Yule mjane anawakilisha roho iliyomtegemea Mungu kila siku, hata pale ambapo majibu hayaji mara moja. Wapendwa, kukata tamaa, hofu na mashaka katika maisha ya sala ni kikwazo kikubwa cha kutokuunganika na Mungu. Yesu leo anatufundisha kuwa mama yule mjane alimuona hakimu asiyemjali, lakini hakukata tamaa. Vivyo hivyo nasi tunapojikuta kwenye mateso, magonjwa au changamoto yoyote, tunaitwa tubaki thabiti katika sala. Wakati mwingine tunaposali na mambo hayaendi kama tunavyotaka, hatupaswi kufikiri kuwa Mungu amenyamaza. Kumbe huo ndio wakati wa kumtegemea zaidi, tukijua kwamba majibu yake ni bora kuliko mipango yetu. Tena kutokata tamaa ni ushuhuda kwamba tunamwamini Mungu hata pale tunaposhindwa kuelewa njia zake. Ndugu zangu, maisha ya sala ni safari ya imani. Kama yule mjane, tuendelee kugonga mlango wa rehema ya Mungu kwa uvumilivu. Mungu wetu ni Baba mwenye huruma,
si hakimu dhalimu. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeandaliwa na kuleta kwenu nami Frateri Deus Deltima Glory wa Jimbo Katoliki Moshi, mwanafunzi wa teolojia mwaka wa 4, Seminari Kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, Jimbo Kuu Katoliki Tabora.